Yo, mambo vipi? Kama kawis, hope you good. Au vipi? Moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinanichanganya leo ilikuwa ni kati ya nile kwanza ndio ni shoot au ni shoot kwanza ndio nile. Au vipi? So nikasemaje, liwalo na liwe. Leo acha ni shoot. Tukifanya uchambuzi wa mistari huku ni kila. So kama unavyoona hapa kwenye plate yangu, sijui kama mnaiona vizuri. Yes, hapo mnaiona vizuri. Kwenye plate yangu hapa niko na rice, wali, niko na scrambled eggs, mayai ya kukaanga, niko na Chinese, nimeichemsha tu, nimetia na kitunguu, mafuta kidogo, and then niko na avocado. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kufanya mazoezi, lakini niko na Simos hot sauce kutoka Seaweed. Hii ni sauce ya mwani, unajua, nitaiapply hapa kwenye chakula changu kama kawaida. Hii ni noma sana, you get what I mean? Si vitu kama hivi. Oh, stories za njaa itabidi zirudi sasa. Itabidi nirudishe stories za njaa. You get what I mean? Nishatia sauce yangu. So leo kwenye mistari tuko na jamaa anaitwa Medani BMB. Hivi ni BMB? Medani BB, Medani Triple B. Kwa nini waga namuitaga Medani BMB? Anaitwa Medani Triple B. Medani Medani Triple B. Anaitwa Born Bush Boy. Yaani jamaa amezaliwa Bush. Si ndio? Na mistari mikali hadi George anarudi Bush. Huyu ndio George Bush nini? You never know. Au sasa Medani bwana. Medani yuko na freestyle yake ilitoka muda kidogo. I think kama 2 years ago. Let me see. 3 years ago, bro. Damn. Noma sana, muda unakwenda. Hii freestyle yake inaitwa Medani Freestyle. Ilitoka 3 years ago. Na kila siku ilikuwa nikisema lazima nitaipitia. I don't know why. Nilikuwa nasahau. Sawa. But leo nikasema acha tumpe platform kwa sababu mimi binafsi huyu Medani ni mmoja kati ya rappers ambao mimi nawakubali sana. Style yake, uandishi wake ni tofauti. Like hujawahi kusikia hichi kitu au design ya uchanaji before, unasikia kwake. You get what I mean? So hii hapa inaitwa Medani Freestyle. Acha tuone kama yaliomo yamo, tusiongee sana. Let's get it. So mimi napika. Kwa mimi napika. Kujistua kupika inakuwa noma. Seaweed. Noma. Let's go. BBB table. Jam on the beat. Born Bush Boy. Na mimi kumpenda dada kwa imanishi wadui. Nampa gari akiona kona takukata jui. Na ujue navumilia mengi sina roho ya chui. Na mtoto sipochapwa ulimwengu ukui. Na sipochapwa sasa fimbo iko kazi gani? Maana kitanda tu akifanye demo atoke ndani. Na hata usiposoma era dunia ina mitihani. Utalea mtoto wako kumbe ni mtoto jirani. Uchuma kati la raia wake ni omba. Kitu ambacho nataka watu wajifunze kwenye hii design ambayo Medani ameandika. Ukiangalia ule mstari wa kwanza mpaka hii sehemu ya utalea mtoto ukijua ni wa kwako kumbe ni mtoto wa jirani hapo, right? Ukiangalia alipoanzia mpaka anapoishia kuna double meanings nyingi sana. So ili kuelewa kitu ambacho anakimaanisha lazima uangalie anapoanzia na anapoishia. Ndio utaelewa hiyo part yote ya verse ilikuwa inamaanisha nini, sawa? Kwa sababu ukisema ufuatilie mstari mmoja mmoja utachanganyikiwa. Hapo katikati kuna vitu vingi tofauti. But hichi kitu ambacho nakupa right now, ukienda baadaye ukifanya nini, baadaye ukirepeat hiyo part, ukirudia hiyo part kuisikiza vizuri, utaelewa kitu ambacho najaribu kumaanisha, right? Medani anakuambia mimi kumpenda dada yako haimaanishi wadui. We get it that. Sawa, nampa gari wherever akiona kona atakukata ajui. Sawa. So hapo unaweza ukadefine kwa mambo mengi ambayo unahisi. Inaweza ikawa ni gari au inawezekana labda Medani yeye amefanya investment kubwa sana kwa huyo dem kwenye mahusiano, lakini huyo dem haoni thamani ya hiyo investment ambayo mwenzake ameifanya. You get what I mean? Ndio maana nimekuambia kila line iko na double meanings. But listen, navumilia mengi, sina roho ya chui. Setup ilikuwa ni dem. You get what I mean? Na mtoto asipochapwa ulimwengu haukui. So na mtoto asipochapwa ulimwengu haukui. Kwa maana nyingine anaweza akazungumzia mtoto, like mtoto usipomfunza, usipomfundisha vizuri,
Unajua itakuwa ni ngumu yeye kukua, hata mazingira yake kukua, you get what I mean. Lakini katika maana nyingine, kwa sababu alianza na setup ya mapenzi, sawa, mtoto mkali kwa Kiswahili cha mtaani ni dem. Usipomchapa, fimbo ni nini kwa lugha ya mtaani? We all know that fimbo ni nini, you get what I mean. So huyu mtoto jana alichapa sana, mtoto mkali, you get what I mean. Twende taratibu. And then anakuambia na asipochapwa sasa fimbo ina kazi gani? Huyo mtoto asipochapwa fimbo ina kazi gani? Lakini ukisema kwamba alikuwa anamaanisha malezi ya kumfunza mtoto mdogo, bado still unaweza kumfunza mtoto bila kumchapa fimbo, you get what I mean. So hiyo na asipochapwa sasa fimbo iko na kazi gani? Hicho ni kitu ambacho of course kinaweza kika make sense kama metaphor, kwamba fimbo sio lazima iwe fimbo. Inaweza ikawa ukamwadhibu mtoto kwa kumpa adhabu tofauti, you get what I mean. Lakini katika hii point, na asipochapwa sasa fimbo ina kazi gani? Ni mara ngapi unaona mahusiano yanavunjika kwa sababu mwanamke au mwanaume hapati mwanamke au mwanaume hapati haki yake ya ndoa? Na wote tunajua fumba ni nini, fimbo ni nini, kuchapwa ni nini. Tushaona hata kwenye maigizo mwanamke analalamika, bwana wewe mimi sikuja kwako kulala, sijui nakula na kupika. Vipi, mbona sichapwi? Sijui kama unanielewa. Tunaelewana sasa. And then anakuja anasema maana kitanda akifanyi tu demo asitoke ndani. Alafu ndo sana anakuja maana kitanda akifanye demo asitoke ndani, na hata usiposoma ujue dunia ya mitihani, utalia mtoto wako kumbe ni mtoto wa jirani. Sawa. So hapa mwishoni ni kama anakuja kujijibu au kujinani mwenyewe kwamba unaweza ukafanya yote kwenye mahusiano na bado mtu akacheat. Sio dem tu. Najua kwa sababu kuna watu wengine wanaamini kwamba mapenzi ndio kila kitu kwenye mahusiano, you get what I mean. Lakini unakuja kuona kuna watu wengine wana cheat si kwa sababu tu hawapati mapenzi, wanapewa mapenzi yote lakini pengine hawasikilizwi, you get what I mean. Ndio maana anakuja kusema kwamba kitanda peke yake akimfanya demo stoke ndani. So hiyo inakwenda both ways. Kitanda peke yake akimfanya demo stoke ndani, kuna vitu vingi unahitaji kuviapply ili mahusiano yako yawe. Hata hivyo vitu vingine pia ukiapply, mahusiano waga yako perfect 100%, you get what I mean. Mwisho wa siku anakuja na conclude, unaweza kuonalia mtoto wako kumbe ni mtoto wa jirani, kwa sababu dunia inafanya nini? Kwa sababu dunia ina mitihani, you get what I mean. So ukifuatilia hiyo setup kuanzia mwanzo mpaka mwisho anapokuja kufunga, unakuja kuona inaweza kawa inasikika kwamba anatoa mafunzo ya mapenzi na mafunzo ya malezi katika watoto, lakini pia point kubwa alikuwa anazungumzia dynamics katika mahusiano. Mahusiano na ups and down and everything. So yeye alikuwa anazungumzia kwa upande wake. Man, sijui kama make sense. I hope so. Wacha mimi napika kwa baba. Kuchapa sasa fimbo iko na kazi gani? Maana kitanda tu akifanye demo stoke ndani, na hata usiposoma era dunia ina mitihani. Utalea mtoto wako kumbe ni mtoto jirani. Uchuma kati la raia wake ni omba. Zinazoringa ni zile pisi zimekonda. Leo mwanamke na mwanaume wote wanahongwa, na miss na leseni usishangeni kwa nagonga. Na nyima yanki msio na nguvu. Hii line bwana sitaki kuelezea sana. Amesema siku hizi wanaume na wanawake wote wanaongwa. Na mimi sina leseni, so usishangeni kwa gonga. Leseni anamaanisha yeye ni lena. Leseni ya gari. Sawa. Kisheria haruhusiwi kuendesha gari kwa sababu hana uzoefu. Kinachotokea mtu akiwa na chombo barabarani na hana uzoefu, uwezekano wa kugonga watu ni mkubwa. Lakini sasa hapa anazungumzia wanaume na wademu. Siku hizo watu wanaongwa na yeye ana leseni, kwa yeye ashindi kwa gonga. So yani oya medani unatucontradict mzee wangu kwa yani ingekuwa madem peke yake ni sawa, lakini mpaka masela pia unataka kuwa gonga mzee wangu. But ni vile ambavyo utakavyoelewa. Huna hela tumbo kubwa uyo umebeba homa. Hatukiwa na diva takwambia ona sasa ona. Kazi huna kanamba D we back nyuma. Hakuna huruma kama umeshindwa kujituma. Unatuvuna utamungunywa ulwezi nguna. Wewe uishi chunya. Na sombe ugomvi maana ugomvi. That's dope.
Sehemu ambayo nimekuwa naipendaga sana kwenye hii freestyle ni hiyo pati ya ona sasa ona kazi huna kana mbadi we back nyuma. Napendaga sana. And then sijui upendi nguna. Wish Chunya. I think sasa hivi tumefika sijui kwenye namba hii sijui I don't know. Yeah. So namba D ni toleo. Kana namba D we back nyuma. You get what I mean? Kwa sababu kazi huna. Lakini sema ambayo alinifurahisha sana ni hii part ambayo alisema wewe upendi nguna. Na wish Chunya. Chunya ni Mbeya huko sawa. Na hii line ni very simple to understand, but lazima pia uelewe. Inaonekana kama line easy, but kwa akili ya kawaida unaweza tu kaiona anazungumzia tu kula ugali. Sisi wachambuzi tukichambua tunaona vitu vingi hapo. Kwa mfano kwa sababu Mbeya ni moja kati ya mikoa ambayo inapatikana Tanzania na inasifika sana kwa kilimo, hasa nafaka. Najua mchele wa Mbeya, hivi marage pia ni nafaka, I don't know. So huko Chunya huko unaambiwa moja kati ya chakula ambacho kinaliwa sana huko ni ugali. Ukikaa Chunya utapenda tu kula nguna. You get what I mean? So that's a bar. Yeah. That's a bar. Sasa ona kazi huna kana mbadi we back nyuma. Hakuna huruma kama umeshindwa kujituma. Unatuvuna utamung'unywa ulwezi nguna. Wewe wish Chunya. Na sombe ugomvi maana ugomvi swa vitofa. Utalamba flow man kama kwisho umechoka. Unaleta usela tukuelewi. Hatujui una feel aje si ni shoka. Mtua ni moyo na ukitoa usihitaji asante. Siku hizi bolo kose wino la usikose mate. Mwanamke kaa kinyonga wezi jua ipi rangi yake. Mwanamke ila nilikuwa sijaelewa. Anakuambia siku hizi ni bora ukose wino ila usikose mate. Siku hizi ni bora ukose wino ila usikose mate. Oh. Yeah. I don't know. Lakini I don't know, but akili yangu inaniambia kwamba bora ukose wino lakini usikose mate. So wino to me na idefine kama kazi. Bora ukose kazi, kuandikwa kazi, lakini usikose mate. Ukiona hesabu pesa, uwaga hesabu pesa na nini? Japokuwa yes sasa hivi watu wanahesabu pesa na machine, we get it. Lakini tunajuaga nini? Mate. Tia mate, unahesabu noti. So nakwambia sasa hivi bora ukose kazi lakini usikose mkwanja. I don't know wewe umeelewa vipi hiyo line. Drop down your comment na uniambie. Lakini mimi I think alikuwa anajaribu kumaanisha hivyo. Medani, ukiona hii hebu tuambie kwenye comment. Unaona tafsiri yangu iko sawa? I don't know, but hivyo ndio ambavyo mimi nimefikiria. Yeah. Mtua ni moyo na ukitoa usihitaji asante. Siku hizi bolo kose wino la usikose mate. Mwanamke kaa kinyonga wezi jua ipi rangi yake. Mwanamke anaogopa mbwa ila anapenda style zake. Nilikuwa mbari Nice, that's a bar. Nice. Mwanamke kinyonga wezi jua ipi rangi yake. Ni kwa sababu hata kwenye Bible walituambia tuishi na wanawake kwa akili. You get what I mean? Kwamba mwanamke hapendi mbwa lakini anapenda style zake, unaelewa? Doggy style and everything. Lakini pia wanawake wengi waga wanaoita wanaume mbwa. Wanaume mbwa, you men ain't shit. Unajua kuna hao, na rafiki yangu mmoja hapendi sana wanaume. You know yourself. Yaani yeye ukimwambia mambo ya wanaume hataki hata kusikia. You get what I mean? Yes, yeye anaitaga wanaume mbwa. Men are dogs. You get what I mean? Si ndio hapo anasema. Mwanamke hapendi mbwa lakini anapenda style zake. But si wanawake wote ambao hapendi mbwa. You get what I mean? Wema mbwa wake alikufa mpaka akamfanyia msiba. Yeah. Shout out to Rose though.
Umeona ya? Lakini wengi wakishaumizwa waga wapendi wanaume, sisi ndo mbwa wenyewe. Lakini staili za mbwa wanazipenda. Sio, simeielewa. Nilikuwa mbali mashambani metulia mister. Baada ya kazi tukipoa inatembea lita. Bon Bush boy mkinchokoza mtajionea vita. Na leo niko mjini mkienda Easter mtajionea picha. Na tudumishe muungano tusivunje amani. Anayependa rock down tusivuke ni nani? Nani apendi karafuu na marashi ya pwani? Leo natoka zangu bara naenda kwa visiwani. Sishangae. Tudumishe muungano tusivunje amani. Si kwa ubaya. Lakini kuna mengi ambayo wamekuwa kiendelea bro kuhusiana na huu muungano wetu na damn bro. Mimi naungana na Bedani. Tudumishe amani wazee. That's all I can say. Yeah. Because wengine sisi tuna madem Zanzibar unajua. Tuna madem Zanzibar na wanatupenda kishenzi. Sasa mambo yakija kuwa noma wake zetu ambao wanaishi Zanzibar itakuwaje tena jamani? Unaelewa? Kwa tudumishe muungano. It is what it is. Sishangae mota kwenye mchicha. Binadamu tundo tufanani kama tawi. Unaweza kuona familia yenye watoto 6, mwingine safi, moja tu ndo kazaliwa mchawi. Tunaiona kwa mbele kwa nyuma, anaona nani? Ndani kumechafuka kwa nje. Tunaona amani, ngejua anachowaza bora kuzuru kwa gani. Paka katumwa atasema muhusika julikani. Oi, ichi ndava rinyola chiving 3B. Shock. I think that's it for today, man. Yeah, that's it for today. Yeah.